Asante sana. Kwanza nipende kuwapa Watanzania wenzangu wote pole sana kwa ya mambo yaliyotokea leo. Nafikiri ni mambo ambayo ni magumu, ni mambo ya kututafakarisha mwelekeo wa taifa letu kwa ujumla na jinsi ambavyo tuna uongozi dhalimu kabisa ambao unatuongoza Tanzania, ambao kwa kweli ninaweza kuamini leo kwamba uongozi wetu haukuingia madarakani kihalali na hautaondoka kihalali isipokuwa ni kwa nguvu ya wananchi kama ambavyo inaendelezwa na Chadema sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri moja ya somo kubwa sana ambalo nimelipata leo ni hilo, kwamba we are led by the kwa kweli na viongozi au regimu ambayo ni dhalimu kabisa kuwahi kutokea katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini naomba niseme mambo machache. Nafikiri kama tumekuwa tukimsikiliza mwenyekiti Tundu Lissu amekuwa akisema kwamba njia ambayo tumechagua kutembea haitakuwa rahisi, na nafikiri huu ni mwanzo tu wa yale ambayo tunayaona na tutakayoyaona kuelekea kwenye njia yetu ya mafanikio au kuelekea kwenye kituo chetu cha mafanikio. Kwa hiyo niwatie Watanzania heshima, lakini niseme kwamba wakati umefika wa sisi kusimama kuhesabiwa sasa, kila mmoja mahali pake na kwa wakati wake. Kwa hiyo tusidhani itakuwa rahisi kuondoa uongozi dhalimu madarakani. Itagharimu watu wengi, itatugharimu watu wengi. Kwa hiyo tusizimie moyo. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, mimi napenda niwaambie Watanzania kwamba sidhani kama Watanzania ni waoga. Watu ambao ni waoga ni hao ambao wanasimama sehemu ambazo ni za umma kuzuia umma usizitumie sehemu hizo. Kwa mfano mahakama. Mahakama is a public space. Unapoona watu wanasimama kuzuia umma usitumie sehemu ambayo kwa kweli imetengwa kwa ajili ya umma na kuwa accessed na umma, maana yake wao ndio waoga. Kwa sababu kama sio waoga, kwa nini umzuie mtu ambaye anakwenda kusikiliza kesi, hana silaha yoyote, iwe ni ya moto au ni ya jadi au ni nini? Kwa nini umzuie kufika mahali kama hapo kama sio kwamba una uoga? Na uoga huu kama mnamfahamu, Mwalimu Nyerere alisema wale watu wenye kushiba udhalimu ndio wanakuwa waoga, wanaposikia maskini wanakutanika. Kwa kweli ninaona tumbo joto kubwa sana kwa wale mabwanyenye wa Tanzania ambao wamezoea kula vya udhalimu. Sasa wanaogopa tunapokutanika kujadili namna na sisi kupata share kile wanachokula. Kwa hiyo kwa kweli Watanzania si waoga, lakini waoga ni hao ambao wameshikilia, wanatumia kodi zetu kununua silaha za moto kwa ajili ya kutukandamiza sisi ambao tunadai haki na tunadai usawa katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini jambo la mwisho niseme, nafikiri hayo tunayoona yanatokea sasa hivi, mimi kwangu ninaona kama ni green light, ni indication ya kwamba tumefika mwisho sasa. Kwa hiyo Watanzania tusiogope. Ukiona ngoma imevuma sana ujue inakaribia kupasuka. Kwa hiyo nafikiri tukubaliane kwamba hapa walipofika wenzetu hawana namna nyingine yoyote, zile manipulation tactics zao zimefika mwisho, sasa wanatumia nguvu na baada ya nguvu. Kwa hiyo tusiogope. We are almost heading to the end, na inabidi kama ambavyo nimesema mwanzoni na ambavyo siku zote mwenyekiti Tundu Lissu amekuwa akisema, ni wakati wa kuhesabiwa sasa kuelekea kwenye mafanikio yetu. Kwa hiyo naomba tutiane moyo, naomba tuendelee, tusirudi nyuma. Kila mmoja mahali pake kwa namna anavyoweza kufanya achangie na kukataa system hii au uongozi wa kidhalimu unaoturudisha utumwani ambako tulishapinga na kutoka miaka mingi iliyopita. Asante na shukuru sana.